Rais wa Marekani Donald John Trump amesema kuwa nchi sita zenye idadi kubwa ya Waislamu zinapaswa kujiunga na makubaliano ya kuhalalisha uhusiano na Israel maarufu kama Abraham Accord kabla ya kufikiwa kwa makubaliano yoyote kati ya Marekani na Irani kuhusu kumaliza mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati. Trump alitoa msimamo huo huku akieleza kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea vizuri, lakini akasisitiza kuwa anataka makubaliano hayo yawe sehemu ya mpango mpana zaidi wa kuunda kile alichokiita utaratibu mpya wa Mashariki ya Kati. Katika ujumbe wake mrefu, Trump alisema kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea katika hatua nzuri na yanaweza kuzaa makubaliano makubwa yenye manufaa kwa pande zote ikiwa yatafikiwa kwa mafanikio. Hata hivyo, alionya kuwa iwapo juhudi hizo zitashindwa, hali inaweza kurejea kwenye mapambano makubwa zaidi ya kijeshi, akisema mazingira mgogoro yanaweza kuwa mabaya zaidi kuliko yaliyowahi kushuhudiwa hapo awali. Trump alieleza kuwa katika mazungumzo yake ya hivi karibuni na viongozi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, aliwasisitiza kwamba baada ya juhudi kubwa zinazofanywa na Marekani kutafuta suluhisho la mgogoro huo mgumu unaohusisha Iran, Israel na usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati, mataifa hayo yanapaswa kuonyesha mshikamano wa kisiasa na kuingia rasmi kwenye mfumo wa makubaliano ya kuanzisha au kuimarisha mahusiano ya kawaida na Israel. Kwa mujibu wa Trump, nchi hizo ambazo angependa kuona zikijiunga haraka na mfumo huo ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri pamoja na Jordan. Alisema pia amekuwa akizungumza na viongozi wa UAE pamoja na Bahrain kuhusu namna ya kupanua mfumo huo ili kuwa mpana zaidi kuliko ulivyokuwa awali. Kauli ya Trump imeibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia kwa sababu baadhi ya nchi alizozitaja tayari zina uhusiano rasmi na Israel kwa miaka mingi. Misri ilifanya makubaliano ya amani na Israel tangu mwishoni mwa mwaka 1970, huku Jordan nayo ikiwa na mahusiano rasmi na Israel tangu mwaka 1990. Hali hii imefanya baadhi ya wachambuzi kuamini kuwa huenda Trump hakuwa akimaanisha tu kuanzishwa kwa makubaliano ya kawaida na Israel, bali kuzijumuisha nchi hizo ndani ya mfumo mkubwa wa kisiasa, kiusalama na kiuchumi ambao unaweza kupanuliwa zaidi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Trump alisema hatua hiyo inapaswa kuanza haraka sana kupitia Saudi Arabia na Qatar, akisisitiza kuwa mataifa hayo mawili yana nafasi muhimu sana kisiasa na kiuchumi katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu. Kwa mtazamo wake, ikiwa Riyadh na Doha zitaamua kujiunga, kuna uwezekano mkubwa wa mataifa mengine kufuata mkondo huo. Pia alieleza kuwa mataifa yatakayokataa kushiriki katika mfumo huo yanaweza kuonekana kuwa hayana nia ya kweli ya kushiriki katika suluhisho la kudumu la mgogoro wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, changamoto kubwa inayoweza kuzuia mpango huo ni msimamo wa baadhi ya mataifa kuhusu swala la Palestina. Saudi Arabia imekuwa ikisisitiza kwa muda mrefu kuwa haitaitambua rasmi Israel hadi kutakapokuwa na hatua madhubuti kuelekea kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina. Riyadh imekuwa ikitaka kuwepo kwa mchakato wa kisiasa unaoweza kuhakikisha Wapalestina wanapata mamlaka yao ya kujitawala kabla ya kuingia kwenye makubaliano ya wazi na Israel. Kwa upande mwingine, serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeendelea kupinga kwa nguvu wazo la kuundwa kwa taifa la Palestina katika mazingira ya sasa, jambo ambalo limeendelea kufanya mazungumzo ya kikanda kuwa magumu zaidi. Serikali ya Netanyahu imekuwa ikisisitiza kuwa masuala ya usalama wa Israel yanapaswa kupewa kipaumbele kabla ya maamuzi yoyote makubwa ya kisiasa kuhusu Palestina. Pakistan nayo imeendelea kushikilia msimamo kwamba haitaitambua Israel hadi pale taifa la Palestina litakapopatikana rasmi. Kwa miaka mingi, Islamabad imekuwa ikiunga mkono haki za Wapalestina na imekuwa ikikataa kuanzisha uhusiano rasmi na Israel bila kupatikana kwa suluhisho la kudumu kwa mgogoro huo. Qatar, licha ya kuwa mshirika mkuu wa Marekani katika eneo la Ghuba, pia haina uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel.
Hata hivyo, Doha imekuwa na nafasi muhimu ya kisiasa kwa kuwa mmoja wa wapatanishi wakuu katika mazungumzo yanayohusisha Israel na Hamas tangu kuanza kwa vita vya Gaza na baada ya shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Trump anaamini kuwa kupanuka kwa mfumo huo kunaweza kubadilisha kabisa sura ya kisiasa ya Mashariki ya Kati kwa kupunguza migogoro, kuongeza biashara, kuimarisha usalama wa kikanda na kujenga ushirikiano mpya wa kiuchumi kati ya mataifa yaliyokuwa mahasimu kwa muda mrefu. Kwa mujibu wake, ikiwa mataifa mengi zaidi yatajiunga, mfumo huo unaweza kuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kidiplomasia kuwahi kushuhudiwa katika eneo hilo. Kwa ufupi, Abraham Accords ni makubaliano yaliyoanzishwa mwaka 2020 wakati wa utawala wa Trump, yakilenga kuhalalisha uhusiano kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Makubaliano hayo yalifungua njia ya ushirikiano wa kibiashara, usalama, teknolojia na safari za ndege na diplomasia kati ya pande hizo. Nchi kama UAE, Bahrain, Morocco, Sudani tayari zilijiunga, huku Saudi Arabia ikibaki kuwa moja ya mataifa yanayotajwa zaidi kama yanayoweza kujiunga baadaye ikiwa kutakuwa na maendeleo katika suala zima la Palestina. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.